Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia Young Africans na sakata lao la ukoo kasi, ambako leo hii kumeweza kutoka mapya katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi, mara baada ya kikao kilichofanyika kati ya mheshimiwa waziri pamoja na Young Africans, TPLB pamoja na TFF. Simba Sport Club walikuwepo, lakini inaonekana kutokuzaa matunda. Hatimaye kesi iliyofikishwa kasi imeweza kutolewa majibu yake yale ambayo yanatakikana juu ya madai ya klabu ya soka Young Africans kudai alama 3 na magoli 3 kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8, 2025 ambapo mchezo huo ulikwenda kuahirishwa. Sasa yapi hayo ambayo yametoka huko kasi ni kama ifuatavyo, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako bila kuweza kupepesa macho huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Hii hapa ni Wina Media. Karibu ni kupasha habari kwa kile ambacho kinachoendelea leo hii uko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi. Bana, tujikumbusha kwamba sakata hili wakati linaanza lilianzia kwamba Young Africans wameelekea shirikisho la soka barani Afrika kasi, huku wakitoa siku takriban masaa 72 kwa TFF pamoja na bodi ya ligi kujibu madai ambayo Young Africans wao walikwenda kuwasilisha katika mahakama ya kimichezo huko kwa kile ambacho barua ya Yanga ilisema ya kwamba inaomba kulipwa fidia pamoja na alama zake 3 pamoja na magoli 3 kutoka TPLB, lakini majibu yakawa hayana uhakika ya yale ambayo aliweza kutolewa. Tukasikia kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu TPLB Steven Mguto akisema ya kwamba ameomba serikali iweze kuingilia sakata hili, kwani wanataka kuweza kulimaliza kwa busara na sio kanuni kama vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Sasa tukategemea pengine kikao cha mheshimiwa waziri Kabudi, waziri mwenye zamana ya michezo kabisa, pengine kitatoa taswira na majibu ya yale ambayo yaliweza kutokea, lakini imeweza kutolewa taarifa kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea huko katika mahakama ya usuluhishi kasi. Mwanzoni tuliambiwa kwamba Young Africans wameenda kasi, lakini hatukuona barua yoyote ambayo ikionyesha kwamba ama uthibitisho kutoka katika mahakama hiyo kasi juu kwamba wamepeleka malalamiko hayo, ikisemekana kulikuwa hakuna malalamiko yoyote. Sasa rasmi ni kwamba kasi yapokea barua ya Yanga huku wakiweza kutoa tamko hili, ambapo unaambiwa mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi imepokea rasmi rufaa iliyowasilishwa na klabu ya Young Africans dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba kufuatia uamuzi uliotolewa TPLB wa kuahirishwa dabi ya Kariakoo iliyokuwa kupigwa Machi 8, 2025. Kwa mujibu wa barua ya kasi, walalamikiwa ambao ni TFF, TPLB na Simba wamepewa siku 10 tu kuanzia tarehe ya kupokea taarifa hiyo ili kuandaa na kuwasilisha utetezi wao. Kesi hiyo ikitasikilizwa kwa haraka chini ya kumbukumbu namba kasi 2025 A112998, huku pande zote zikitarajiwa kuwasilisha vielelezo na hoja zao ndani ya muda uliopangwa. Yani ni kwamba hii kesi ambayo inayoendelea inaonekana sasa ngoma imeshakuwa ni nzito na imeweza kuwafikia kasi, na kasi wamesema wataifanyia upembuzi yakinifu mapema kabisa ili kuweza kupatikana mustakabali wa kile ambacho
kinachoendelea kwa kuweza kutoa maamuzi mapema, ambapo rasmi barua ya Yanga ambayo ilikuwa ina maelezo ya kutosha ambayo imeweza kuwafikia kasi, na kasi wameweza kutoa taarifa ni kwamba kile ambacho kilichoweza kutokea Aprili 8 ndio Aprili kitakachokwenda kutokea Aprili mwezi huu ndio watakwenda kusikiliza kesi hiyo ambayo imepangwa kusikilizwa kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 8, huku barua ya Young Africans ambayo wenyewe wameweza kuomba kile ambacho kinachodaiwa. Sasa katika hayo malalamiko kuna mambo ya msingi ambayo pengine wewe mwenyewe ungependa kuweza kujua. Katika barua hiyo kasi inawajulisha ambao wanadaiwa kwamba hao ndio wenye tuhuma zao sasa, ambao ni TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba kuhusiana na sakata hili ambalo Young Africans wameenda kulipeleka huko kasi. Unaambiwa hatua za kisheria zinazofuata ikiwa ni pamoja uwasilishaji wa hati za rufaa. Kasi imeambatanisha nakala ya rufaa na nyaraka muhimu kwa Simba na bodi ya ligi ili waweze kujibu rasmi. 2, uwasilishaji wa nyaraka za ushahidi. Young Africans inapaswa kuwasilisha ushahidi na maelezo ya kina kuhusu rufaa yao ndani ya siku 10 baada ya muda wa rufaa kumalizika. 3, utawala wa kesi. Kasi imeomba ambao ni wahusika kutoa maelezo ya mawakili wao kwa ajili ya mawasiliano rahisi. Pia kasi inawataka wajibu rufaa ndani ya siku 20 baada ya kupokea nyaraka za rufaa. 4, njia ya mawasiliano, ambao ni Simba wanapewa fursa ya kutumia jukwaa la e-filing la kasi kwa ajili ya kuwasilisha nyaraka badala kutuma kwa njia ya barua ama email. 5, gharama za kesi. Young Africans tayari imelipa ada ya CHF 1000 kwa kasi, lakini wadaiwa watatakiwa kulipa gharama za ziada za usuluhishi kama itakavyotakiwa. 6, uteuzi wa mwamuzi. Young Africans imependekeza kesi ishughulikiwe na mwamuzi mmoja badala ya jopo la waamuzi. Wadaiwa wanatakiwa kujibu ikiwa watakubali au watapendekeza jopo la waamuzi. 7, kesi ya Young Africans imeomba mchakato wa rufaa ufanyike kwa Kiingereza. Wadaiwa wapewe siku 3 kupinga hili kama wana sababu za msingi ambao ni Simba sasa na watu wengine ambao ni TFF. Maombi ya hatua za dharura. Young Africans imeomba hatua za muda wakati wa kesi ikiendelea na wahusika watakiwa kujibu ndani ya siku 10. Simba imeingiaje wakati naye analalamikia bodi? Yani hapa ndo utajiuliza, Simba wanalalamikia bodi lakini wamehusishwa katika kesi hii. Ngoja tusubiri muafaka utakuwa ni upi katika kesi hii ambayo ina madai ya kudai alama 3 na magoli 3, huku klabu ya Simba Sport Club wao hawana shida, wanasema kwamba kipigwe tu. Sasa kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona sasa katika vile vikao vya mheshimiwa waziri vitakuja na majibu yapi, lakini katika kesi hii ambayo tayari ipo kasi, na unakumbuka kwamba kwa gharama za chini kabisa kusimamia kesi kama hii ya kasi unaambiwa ni zaidi ya shilingi milioni 110, ambao pengine Young Africans wameweza kuipeleka huko kasi kwa ajili ya kwenda kupata suluhu ya haya ambayo yanaendelea. Tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi itakuwaje katika